Maandiko matakatifu katika kitabu cha Warumi ile sura ya kwanza inasema wazi ya kwamba wakazi wa dunia wamekataa kwa makusudi kuwa na Mungu katika fahamu zao, na maneno yako wazi ya kwamba yale mambo ambayo yanadhihirisha juu ya uwepo wa Mungu, habari ya kazi kubwa ambazo Mungu anazifanya na ambazo anaendelea kuzifanya, yamewekwa wazi mbele zao, lakini kwa makusudi wamekataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Ndipo wanasema kwenye aya 28 kwamba kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Lakini sisi wanafunzi wa Yesu, wanafunzi wa Mungu, sisi hatujamkana Mungu wala hatujakataa kuwa na Mungu katika fahamu zetu. Tunakiri habari ya nguvu ya Mungu inayookoa na habari ya uwezo wake katika nguvu ya kuwaokoa wanadamu. Na haya ndiyo maneno ya Yesu kabla hajapaa kwenye kitabu cha Luka sura 24 aya ya 48. Akiwa amekwisha kuongea na wanafunzi wake, anakuja kuambia wanafunzi wake katika aya ya 48 ya kwamba ninyi ni mashahidi wa mambo hayo. Mashahidi wa jambo gani? Ni mashahidi wa nguvu ya Mungu inayookoa. Watu wa Mungu tunafahamu kuna mamia na maelfu ya watu ambao Mungu amewatoa katika past, katika maisha ya zamani yasiyofaa, maisha yenye kukatisha kabisa tamaa, lakini amewainua tena, wamekuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo tunashuhudia habari ya nguvu ya Mungu inayookoa, lakini pia tunashuhudia habari ya nguvu ya neno inayobadilisha maisha. Na hivi nipende kukukaribisha mtu wa Mungu katika tafakari ya siku ya leo, ambayo tutaenda kujifunza juu ya ukweli kuhusu hukumu ya Mungu na moto wa milele. Hizi ni mada mbili muhimu sana, na ni mada pia ambazo zimeeleweka tofauti na kupotoshwa na watu ambao wameshindwa kuielewa tabia ya Mungu. Ninamkaribisha Mungu katika siku ya leo tuweze kujifunza juu ya habari ya asili au ukweli huu muhimu kuhusu hukumu ya Mungu na pia kuhusu moto wa milele. Na unajua, wanaopotosha sio tu wale wanaomkana Mungu. Bahati mbaya hata wale ambao wanamkiri Mungu na Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao wanapotosha pia, lakini wengi wao kwa kufahamu na wengi wao bila kufahamu. Leo tunaenda kuiruhusu Biblia iwe its own interpreter, ijitafsiri yenyewe katika kutusaidia kuweza kuelewa hukumu za Mungu na ukweli juu ya moto wa milele. Kabla hatujaanza, tunaweza kukaribisha uwepo wa Mungu kwa ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya neema na kibali na neema uliyotupatia kwamba tuweze kuyafunua maandiko yako siku ya leo. Tunaenda kujifunza juu ya ukweli wa tabia zako na ukweli kuhusu moto wa milele. Baba wa milele, fahamu zetu hazitoshi kuyaelewa mambo ya mbinguni, lakini nakusihi leo tupatie Roho wako Mtakatifu atufundishe taratibu kwa uelewa mpaka pale ambapo tutapata maarifa ya kukufahamu wewe Mungu wa mbinguni katika vipengele hivi muhimu kwa ajili ya ukombozi wetu. Neema yako yatosha, kaa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mara kadhaa tumejifunza juu ya habari ya pambano kuu ambalo limekuwa likiendelea kati ya wema na uovu. Pambano hili lilianzia mbinguni kama tunavyosoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 14, lakini kutoka mbinguni lilishuka duniani. Tumejifunza haya katika kitabu cha Isaya sura ya 14 pia, lakini pia tumejifunza juu ya kutoka katika kitabu cha Ezekieli sura ya 28, habari ya Shetani, malaika huyo mkuu ambaye alidhamiria kupambana vita na Mungu. Lakini tunafundishwa wazi katika Ufunuo 14:17 ya kwamba pambano lilitoka baada ya kushindwa kupambana na Mungu na kufukuzwa kule mbinguni. Pambano lilihamia katika dunia yetu, na matokeo ya kwanza kabisa tunayaona kwenye Mwanzo sura ya 3, ambapo mdanganyifu huyu mkuu anavaa umbo la nyoka na kuingia bustanini na hivyo kuwadanganya wazazi wetu wa kwanza. Na bahati mbaya ni kwamba wazazi wetu wa kwanza wanaingia katika yale madanganyo, wanakubali yale madanganyo ya Shetani na wanaanguka. Wanakuwa katika umoja kamili na Shetani wakipambana na Mungu. Yaani Shetani na wanadamu wale wa kwanza, Adamu na Hawa, wanaungana pamoja na majeshi mengine ya ovu kupambana dhidi ya Mungu pamoja na malaika watakatifu. Lakini Mungu kwa rehema zake anachora mstari
na kutengeneza uwezekano wa huyu mwanadamu kuweza kumpinga shetani, kwa sababu tulisema katika masomo yaliyotangulia ya kwamba isingekuwa Mungu ameweka ule uadui katika Mwanzo 3:15, manake shetani na mwanadamu wangekuwa katika umoja kamili, perfect coalition, wakishindana na Mungu. Lakini huu uadui unampatia mwanadamu fursa, nafasi ya pili ya uchaguzi, aidha kumchagua Mungu au kuchagua tena kumchagua shetani. Na tulijifunza kwamba pambano hili litakuwa endelevu mpaka mwisho wa wakati. Kwenye somo lililopita unaweza kaangalia linalosema ushindi katika Kristo, tulijifunza pia ya kwamba uzao wa nyoka ulionekana mapema tu kabisa. Tulianza kuona kwa Kaini, tukaona Mwanzo 11 katika ujenzi wa ule mnara na mambo yakaenda hivyo. Lakini tulijifunza katika kitabu cha Warumi sura ya 5 ya kwamba ulipotimia utimilifu wa wakati, uzao wa mwanamke pia ulitokea duniani. Na tumejifunza kwamba uzao huu wa mwanamke ni Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Yesu alikuja kufanya nini? Yesu alikuja kwa ajili ya kufanya jambo moja. Yesu alikuja kwa ajili ya kurudisha sura ya Mungu kwa wanadamu. Yaani tuliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Lakini kupitia kumpokea shetani na kuwa katika umoja naye, kuna namna fulani ambayo ile sura ya Mungu iliharibiwa. Yesu alikuja kwa ajili ya kufanya urejeshwaji. Kwa hiyo kwa kifupi, naweza kusema kwamba Yesu ni mjumbe wa urejeshwaji. Na unajua mojawapo ya jambo ambalo shetani amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuliingiza katika fahamu za wanadamu juu ya tabia ya Mungu ni kuweza kupotosha uhalisia wa vile jinsi Mungu alivyo. Yesu anakuja kwa ajili ya kuelekeza watu kwa Baba. Na ndio maana hata anapomaliza kazi yake anamwambia Baba ya kwamba Mungu, nimekutukuza duniani. Baba, nimelidhihirisha jina lako. Wanadamu wamekufahamu katika namna ambayo ulihitaji wa kufahamu. Unafikiri kwa nini Yesu anaomba ili ombi? Yesu anaomba ili ombi kwa sababu kwa miaka maelfu kabla hajaja duniani, shetani alikuwa amejitahidi kuweza kuchafua jina la Mungu. Kwa Kiswahili tunaweza tukasema hivyo, kufanya Mungu aeleweke vibaya kwa viumbe ambao aliwaumba. Yaani ulikuwa ni mpango mkakati wa shetani katika kutengeneza uadui kati ya Mungu na wanadamu kwa kumwasilisha Mungu vibaya. Chukulia leo unakuwa una rafiki yako fulani ambaye mmekuwa kwenye mahusiano mazuri, lakini anaingia mtu katikati hapo anawachonganisha. Baada ya kuwachonganisha mnakuwa hamna maelewano mazuri. Kama haitoshi, huyu mtu anaanza kuchukua sifa mbaya, yani anaanza kuchukua sifa za rafiki yako anazileta kwako. Yule rafiki yako ana nia njema tu na wewe, anahitaji mrudiane, muwe na urafiki tena, mrudishe urafiki wenu wa zamani. Lakini huyu adui, kwa sababu hataki ninyi muwe marafiki kama zamani, anaanza kumwasilisha yule rafiki yako vibaya kwako, kiasi kwamba kama hautafuatilia vizuri unajikuta unamchukia yule rafiki yako. Lakini kumbe unamchukia kwa sababu unamchukia, lakini chuki yako imejengwa katika tabia ambayo sio nzuri ya yule rafiki yako iliyowasilishwa na adui yako. Lakini kumbe yule rafiki yako sivyo alivyo, maskini anakuwazia mema, lakini amewasilishwa vibaya na yule ambaye hahitaji muendelee kuwa marafiki. Kwa hiyo shetani alifanikiwa kuichora vibaya taswira ya Mungu kwa wanadamu. Na moja ya katika maeneo haya mawili amefanikiwa sana. Eneo la kwanza ni ukweli kuhusu hukumu, jinsi Mungu anavyofanya hukumu zake. Na mbili ni ukweli juu ya moto wa milele. Tunaenda kuangalia hayo yote mawili. Tuanze na kipengele cha kwanza, kipengele cha hukumu, jinsi ambavyo Mungu anahukumu. Ni lengo la hili somo kuturudishia maarifa sahihi juu ya Mungu, juu ya jinsi anavyofanya hukumu zake, kwa sababu anasema hukumu zake ni za kweli na za haki. Lakini pili, jinsi atakavyoshughulika na tatizo la uovu mwisho wa wakati, katika kile ambacho wengi tunapenda kukiita moto wa milele. Tukianza na kipengele cha kwanza cha hukumu za Mungu, ni vyema kufahamu ya kwamba Mungu, yani sio furaha yake. Mungu hatamani kumhukumu mtu vibaya. Yani Mungu hatamani kumhukumu mtu. Yani tunajua kwamba nafasi yetu sisi ni wadhambi. Tulitenda dhambi na kumkosea Mungu. Lakini ni rahisi kufikiria kwamba Mungu anatamani kutuona tukiwa, yani ni kama anatufuatilia kwa ukaribu sana,
ili tukosee kidogo tu atuadhibu. Bahati mbaya hiyo ni picha ambayo imejengeka katika fahamu za wengi kuhusu Mungu wa mbinguni, kwamba ni mamlaka fulani, ni nguvu fulani yenye uwezo mkubwa ambayo inatumia madaraka yake vibaya kufanya chochote, kwamba anatufuatilia wanadamu tumkosee kidogo ili atuadhibu. Yaani ni kama tuseme kama ni mtu fulani mwenye shauku ya kuona mwanadamu amekosea ili kwamba aweze kumwadhibu. Lakini maandiko yanatufundisha wazi ya kwamba Mungu hapendi kumhukumu mwanadamu. Yaani huo ndio ukweli ambao tunapaswa kuweka wazi. Angalia kile ambacho kinasemwa kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 18 na ile aya ya 31. Tunaenda kujifunza ukweli huu muhimu. Neno la Mungu linasema hivi. Kuanzia ile aya 31 anasema, tupilieni mbali nanyi makosa yenu yote mlioyakosa, jifanyieni moyo mpya na roho mpya. Mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? 32, maana mimi sikufurahii kufa kwake afaye, asema Bwana Mungu, basi gairini ili mkaishi. Haleluya! Kumbe Mungu hafurahii kutoa adhabu. Yaani Mungu ni baba mwenye upendo ambaye sio furaha yake kuona mtoto amekosa na kumpatia adhabu. Bahati mbaya, shetani amejitahidi kwa vizazi vingi, kwa miaka mingi, kufundisha kumchora Mungu katika picha ya Mungu katili ambaye anafurahia kuona mwanadamu amekosea ili ampe adhabu. Na bahati nzuri, neno la Mungu linatudhihirishia leo ya kwamba sio mpango wa Mungu wala sio furaha ya Mungu kumwona mwanadamu amekosea ili amwadhibu. Anasema hapa ya kwamba mimi sitaki kuwahukumu kwa sababu ya makosa yenu, sifurahii kuwapa adhabu. Kwa nini msigairi ili muishi? Anasema wazi katika aya 32 kwamba mimi sikufurahii kufa kwake yeye afaye, basi asema Bwana Mungu, gairini mkaishi. Tunafahamu ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na tunapata changamoto, majanga ya asili, magonjwa, wakati mwingine dhiki, vita na majanga yote ambayo unaweza kuyataja kama matokeo ya dhambi. Ukitaka uone jinsi Mungu alivyotaka huu ulimwengu uwe, angalia sura ya 1 na sura ya 2 ya kitabu cha Mwanzo, alafu ruka nenda kaangalie sura ya 21 na sura ya 22 ya kitabu cha Ufunuo. Huo ndio aina ya ulimwengu ambao Mungu alikuwa anahitaji mwanadamu aweze kuishi. Lakini ukitaka uangalie aina ya ulimwengu ambao shetani anataka mwanadamu aishi, angalia kuanzia sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo mpaka sura ya 20 ya kitabu cha Ufunuo. Pale utaona aina ulimwengu ambao shetani anataka mwanadamu aweze kuishi. Na kwa nini ninasema hivi? Ninasema hivi kwa sababu matukio ya Mwanzo sura ya 3 mpaka Ufunuo sura ya 20 yamejawa na changamoto ya dhambi na uovu, na tunafahamu fika ya kwamba mwanzilishi wa uovu ni shetani. Anasema Yesu katika Yohana sura ya 10 na aya ya 10 kwamba mwivi, yani shetani, haji ili avunje na kuchinja na kuharibu, lakini yeye Yesu alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Kwa hiyo utakaposikia mauti inatajwa, dhambi inatajwa, kinachopaswa kuja katika fahamu zako ni wakala wa dhambi na wakala wa mauti, yani shetani. Lakini utakaposikia habari za uzima, basi jua ni huyo ni Yesu na ni Mungu ambaye anahitaji uwe na uzima. Kwa nini? Kwa sababu amejifunua wazi katika kitabu hiki cha Ezekieli 18:31 kwamba mimi sifurahii kufa kwake yeye afai, gairini mkaishi. Amesema kwenye aya 32, 31 anarudia tena. Anasema kwa nini mnataka kufa? Uovu wenu utawaangamiza. Gairini, acheni uovu wenu mkapate kuishi. Hii ndiyo taswira halisi ya Mungu. Mungu hafurahii kukuona ukiteseka. Mungu hafurahii kukuona ukihangaika katika namna ya kumuogopa na kumfikiria kwamba yeye ni Mungu katili. Hiyo ni picha ya Mungu ambayo imechorwa na shetani katika fahamu zetu. Lakini tufahamu ya kwamba Mungu ni Mungu mwenye upendo na ni Mungu ambaye hafurahii kufa kwake yeye anayekufa. Hafurahii kutoa adhabu. Lakini kama hii haitoshi, twende tena kitabu hiki cha Ezekieli sura ya 31. Ezekieli 31. Na hizi ni aya chache kati ya nyingi ambazo Mungu anajifunua wazi akijitanabahisha ya kwamba yeye hapendi kutoa adhabu za ambazo wanadamu wanazifikiria
leo. Ezekieli 31 aya ya Ezekieli 33, samahani, Ezekieli 33 na ile aya ya 11. Neno la Mungu linasema hivi, anasema waambie, kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, sikufurahii kufa kwake mtu mwovu. Moja, Mungu hafurahii kufa kwake mtu mwovu. Yaani Mungu hafurahii kifo. Mungu hapendi kifo. Haukuwa mpango wa Mungu ya kwamba kifo kiwepo tangu mwanzo kabisa. Na hapa anaweka wazi ya kwamba mimi Mungu sifurahii kufa kwake mtu mwovu. Na anasema waambie, yani kana kwamba ananiambia mimi kwamba hebu waambie, mwambie msikilizaji ya kwamba mimi Mungu sifurahii kufa kwake mtu mwovu. Anaendeleaje? Bali agairi mtu mwovu na kuiacha njia yake mbaya akaishi. Gairini mkaache njia zenu mbaya. Mbona mnataka kufa enyi wana wa Israeli? Anasema gairini. Anarudia tena, gairini mkaache njia zenu mbaya. Mbona mnataka kufa? Haya hayaonekani kuwa maneno ya Mungu ambaye anakufuatilia ufanye kosa dogo ili ya kuadhibu. Yaani Mungu hayuko hivyo. Mungu hatufuatilii kwa shauku akitamani tutende kakosa kamoja ili atuadhibu. Hapana, huyo sio Mungu wa mbinguni. Ni picha mbaya ambayo shetani ameitengeneza kwa wanadamu ili tumuogope Mungu na tusimuone kama baba mwenye upendo anayetafuta wokovu wetu. Anataka tumuone kama Mungu katili ambaye sio tu kwamba anawaangamiza watu katika ulimwengu huu, lakini baadaye atakuja kuwaangamiza katika uangamivu usiokuwa na mwisho, maumivu yasiyo na mwisho. Tutaenda kuangalia ukweli juu ya moto wa milele tutakapofika katika hicho kipengele. Lakini hapa tunajifunza sehemu ya kwanza kwamba sio furaha ya Mungu kutoa adhabu na wala hapendi kutoa adhabu, kwa sababu yeye Mungu sio Mungu katili, ni Mungu mwenye upendo. Lakini hapa katika kusema ya kwamba Mungu hafurahii kufa kwake yeye anayekufa, kuna jambo la pili la muhimu sana ambalo tunapaswa kujifunza. Mara ngapi umesikia mtu akisema ya kwamba tulimpenda lakini Mungu amempenda zaidi, pale ambapo mtu fulani anapatwa na umauti. Watoto wameambiwa na watu, yawezekana mtoto amefiwa na mzazi, halafu anakuja mtu anasema ya kwamba tulimpenda au mwanangu ulimpenda mzazi wako lakini Mungu amempenda zaidi. Kuna hatari kubwa sana katika hii kauli. Angalia kile ambacho mtoto kitajengeka katika ufahamu wa mtoto pale ambapo atajifunza juu ya habari ya Mungu ambaye amemtenganisha na mzazi wake eti kwa sababu tu amempenda zaidi. Angalia huyu mtoto, yawezekana huyu mtoto akakosa malezi, akateseka, akawa ni mtoto wa mitaani, lakini wakati huo akiwa ameambiwa ya kwamba mzazi wake amekufa kwa sababu alipendwa na Mungu. Huyu mtoto atajenga hisia za chuki kwa huyu Mungu wa mbinguni, na atakuwa kadiri ambavyo mazingira yatakuwa yanamtesa, akiteseka katika changamoto za kimazingira, kukosa chakula. Tunajua changamoto za watoto wa mitaani au watoto wasio na malezi, wale ambao ni yatima, Mungu awasaidie. Wengi wao wanakuwa na mazingira magumu, lakini anakuwa anapitia kile kipindi kigumu cha maisha, huku katika fahamu zake akiwa anajua kwamba yuko Mungu mbinguni ambaye alimpenda mzazi wangu akamuua. Kwa hiyo anajenga chuki dhidi ya Mungu. Lakini maandiko yako wazi, huu ni udanganyifu wa shetani, na haijalishi umesemwa na nani. Ninafahamu ya kwamba ziko imani za Kikristo ambazo zinatumia hii kauli. Utakuta mchungaji anasema ya kwamba tulimpenda lakini Mungu amempenda zaidi. Utakuta Mkristo anayempenda Yesu bila kufahamu uzito wa hii kauli, naye anasema ya kwamba tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Ninataka nikwambie mtu wa Mungu, pale ambapo unafahamu huu ukweli, basi usiendelee kuitumia hiyo kauli, kwa sababu utakuwa unashirikiana na shetani katika kuichora vibaya taswira ya Mungu kwa walimwengu, kana kwamba Mungu ni muuaji na kwamba atakapompenda mtu atamuua ili kwamba akaishi mbinguni, ambao huo ni uongo mwingine. Tulishauzungumzia kwenye lile somo linalosema wafu wako wapi. Kwa hiyo sio kweli ya kwamba mtu anayekufa anapendwa na Mungu. Mungu anavyompenda mwanadamu anasema gairi ukaishi. Yaani upendo wa Mungu kwa mwanadamu ni kwamba mwanadamu aendelee kuishi katika maisha ya furaha. Sio upendo wa Mungu kwamba mpende mwanadamu halafu huyu mwanadamu eti afe, amuue, eti akaishi mbinguni, kwamba Mungu amempenda zaidi. Hapana, huyo sio Mungu. Kipengele cha kwanza ni kwamba Mungu ana upendo. Mungu hafurahii kutoa adhabu, lakini Mungu anatupenda, na upendo wake sio upendo ambao unatuongoza kufa, no, ni upendo ambao unatupatia maisha. Hapa tumesoma anasema gairini mkaishi. Mungu anatuwazia nini? Tusome kitabu cha Yeremia sura ya 29
ile aya ya 11, tuone kile ambacho Mungu anatuwazia. Anasema hivi: maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana Mungu, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini katika siku zenu za mwisho. Kumbe kile ambacho Mungu anatuwazia ni amani. Mungu anataka tuishi kwa amani. Mungu hataki tuwe na stress. Msikilizaji, Mungu hapendi uwe na stress, na Mungu anayekupenda anahuzunika unapohuzunika. Unapopitia changamoto za kufiwa, changamoto za kimaisha, za kiuchumi na changamoto zingine zote, Mungu anahuzunika. Kwa nini? Kwa sababu mawazo yake kwako ni kwamba uwe na amani, uishi maisha yenye tumaini. Anasema kuwapatia ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Huyo ndiye Mungu tunayemwabudu, Mungu anayetutakia heri, Mungu anayetutakia amani, na Mungu anayetutakia kwamba tuishi maisha yaliyojaa tumaini, maisha ya furaha na maisha ya amani. Tofauti kabisa na kile ambacho shetani anakiwaza. Yeye ni muharibifu, anakuja. Unaposikia mauti ni yametokana na shetani, na ndio maana Yesu anasema kwenye Yohana 10:10 ya kwamba shetani ni muuaji, alikuwa muuaji tangu mwanzo, ni muongo, alikuwa muongo tangu mwanzo. Anaichora vibaya taswira ya Mungu kwa viumbe ambao aliwaumba. Na inawezekana umekuwa tangu udogo wako mpaka umri huu bado unafahamu ya kwamba mtu anapokufa basi anakuwa anapendwa na Mungu, kwamba Mungu amempenda zaidi. Nataka leo maandiko yamesema wazi ufahamu ya kwamba huo sio mpango wa Mungu, ni uongo wa shetani, ili tuweze kujenga chuki katika mioyo yetu, kumchukia huyu Mungu wa mbinguni ambaye anatajwa kuwa ni pendo. Lakini inakuwaje sasa pale ambapo Mungu analazimika kutoa hukumu? Unajua Mungu hapendi kuadhibu, lakini kuna nyakati kama baba mwenye upendo kwa watoto wake anajikuta anahitaji kuadhibu. Moja, kuadhibu ili kutufundisha, kama ambavyo mzazi anamwadhibu mtoto katika namna ya kumwelekeza. Lakini kuna mazingira ambayo Mungu alikutana na wanadamu wakaidi kama watoto wakaidi, na akalazimika kuwaangamiza kabisa. Unaweza ukaona kwamba hata katika nyakati hizo Mungu bado anatoa ile hukumu, lakini kukiwa kuna elementi za upendo ndani yake. Ngoja nikwambie, hata kabla ya gharika Mungu alishakuwa ametoa onyo ya kwamba nitaangamiza dunia. Tuangalie, yani tunachokisema hapa ni kwamba hata kama atalazimika kutoa hukumu, Mungu hajawahi kutoa hukumu kabla ya kutoa onyo kwamba watu waweze kuepuka ile hukumu, kama ambavyo alifanya katika ule mji wa Ninawi. Ulikuwa ni mji muovu, hata Yona aliogopa kwenda kwenye ule mji, lakini kabla hajauangamiza Mungu alimtuma Yona, akasema kauambie ule mji utubu, kwa sababu usipotubu nitauangamiza. Yona anaenda japo kwa kusuasua, na kwenda pale anahubiri, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Wale watu waliponyenyekea, Mungu akagairi. Huyo ndiye Mungu tunayemtumainia, sio Mungu anayetunyatia, anayetuvizia tutende kosa moja tuangamize. No, ni Mungu mwenye upendo ambaye anafurahia tunapotubu na kuacha njia zetu mbaya ili tukaishi. Tumesema hapa ya kwamba hata kabla ya gharika kutokea Mungu alitoa maonyo, na unaweza ukasoma hayo katika sura ya 6 kitabu cha Mwanzo 6:5. Anasema hivi: Mungu Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila wazo, kila kusudi analoliwaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Dunia imejaa uovu kutoka kwa wale watoto wa Kaini, na Mungu anadhamiria kuiangamiza dunia kwa maji katika Mwanzo sura ya 6. Lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu, hata kabla ya kuiangamiza hii dunia, twende tukaone rehema za Mungu. Tumesema ya kwamba hata kabla hajatoa hukumu, Mungu huwa anatoa maonyo ili yeye anayeweza kuokoka na kugairi zile njia zake mbaya aweze kuokolewa. Angalia hiki kitu. Kabla ya gharika ya Nuhu, Mungu alishakuwa ametoa maonyo kuanzia kwa Enoko. Yes. Yani gharika iliyotokea kwa Nuhu, tayari Mungu alishatoa maonyo kuanzia kwa Enoko. Unaweza ukaniambia hii imekaaje? Angalia kile ambacho neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Yuda aya ya 14 na aya ya 15. Yuda, kitabu cha Yuda kina sura 1. Tutaenda kuangalia aya ya 14 na aya ya 15. Yuda sura ya kwanza 14 na 15. Neno la Mungu linasema hivi: na Henoko mtu wa 7 baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya hao akisema,
Angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu elfu, ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuwaadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu. Unaweza ukasema Henoko aliyasema wapi haya maneno? Wakati wa Henoko watu walikuwa hawaandiki, walikuwa watumii maandishi, walikuwa wanafahamu zinazoweza kukumbuka mambo kwa mamia ya miaka, wakaja kuzisimulia vile vile. Henoko anatoa unabii ya kwamba Bwana alishuka na watakatifu wake maelfu elfu kwa ajili ya kutoa hukumu kwa wale wasiomcha Mungu. Yuda anatuambia habari ya unabii ambao Henoko aliutoa kwa watu wa kizazi chake, ya kwamba Mungu atakuja kuihukumu hii dunia. Na tumesema unabii huu ulikuwa una maana mbili. Maana ya kwanza ni muktadha mpana wa Yesu atakapokuja kuhukumu hii dunia katika siku ya mwisho. Lakini muktadha wa pili ulikuwa ni utabiri wa kile ambacho kilitokea katika Mwanzo sura ya 6, ya 7 na ya 8, yani habari ya ile gharika kuu. Sasa yawezekana watu wa wakati wa Henoko walimuuliza, huyo Mungu wako ni lini ambapo atakuja kwa ajili ya kutoa hiyo hukumu ambayo umeisema? Henoko anawajibu katika namna ambayo ingedumu kwa muda mrefu. Henoko anazaa mtoto wa kiume. Nenda kasome Mwanzo sura ya 5 aya 21. Anampa huyu mtoto jina ambalo ni jibu kwa swali la hawa watu. Henoko anamzaa mtoto anaitwa Metusela. Unajua maana ya jina Metusela? Metusela ni muundo wa maneno mawili. Moja ni mut ambayo inamaanisha kufa au kifo, lakini mbili ni shala ambayo inamaanisha itatumwa. Kwa hiyo ukiunganisha haya maneno mawili unapata jina moja, ya kwamba atakapokufa itatumwa. Yaani Henoko anawajibu wanaomuuliza ya kwamba wakati huyu mwanangu atakapokufa, hiyo hukumu itatumwa. Na nataka nikuthibitishie kupitia maandiko matakatifu ya kwamba mwaka aliyokufa Metusela ndio mwaka ambao gharika ilikuja juu ya nchi, exactly kama ambavyo Henoko alikuwa ametabiri. Lakini kwa nini haya yote? Tunachojifunza hapa ni kwamba hata kwa wale waovu Mungu hajawahi kutoa adhabu kabla hajawaonya juu ya habari ya ile adhabu. Angalia sasa tuone neno la Mungu linasemaje. Baada ya Metusela anamzaa Lameki. Lameki anakuja kumzaa Nuhu. Angalia, ngoja nisome mtu wa Mungu. Anasema Lameki akaishi miaka 182, akamzaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Nuhu anakuwa kama symbol ya faraja kwa nchi ambayo Lameki anasema kwamba nchi ambayo aliilaani Bwana. Sasa twende tukaangalia kwa haraka tuone kama mwaka aliyokufa Metusela ndio mwaka ambao gharika ilikuja, kwa sababu tunarudi pale pale kwenye maneno ya Henoko ya kwamba hukumu ile ingekuja kwamba atakapokufa itatumwa. Twende pamoja katika kuthibitisha ukweli huu. Aya ya kwanza, Mwanzo sura ya 5 aya 24 inasema, Henoko akaenda pamoja na Mungu naye akatoweka, maana Mungu alimtoa. Historia ya Henoko inaishia hapo. Twende kuanzia aya 25. Tunampata mtoto wa kwanza anaitwa Metusela. Metusela akaishi miaka 187, akamzaa Lameki. Kumbe sasa muda au miaka kuanzia kwa Lameki, kuanzia kwa Metusela mpaka kwa Lameki ni miaka 187. Tunachotaka kukiona hapa, tuone mwaka ambao Nuhu alizaliwa na mwaka ambao kuanzia kwa Nuhu gharika ilikuja kutokea, ili tuone kama inatimiza ule umri ambao Mungu alisema exactly kupitia kwa Henoko ya kwamba atakapokufa itatumwa. Aya 25. Metusela akaishi miaka 187, akamzaa mtoto akamuita Lameki. Metusela akaishi baada ya kumzaa Lameki miaka 782, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Metusela ni miaka 969, akafariki. Hii ni pointi ya kwanza uinoti, msikilizaji. Metusela anakufa akiwa na miaka 969. Kwa lugha rahisi, tunatarajia kwamba katika mwaka wa 969 ambao Metusela anakufa ndio gharika ije, sawasawa na neno la Henoko kwamba atakapokufa itatumwa. Sasa tujumlishe tuone kama Nuhu alikuja au gharika ilikuja kutokea exactly katika ule mwaka wa 969 wa maisha ya Metusela. Tumesoma Mwanzo 5:21 kwamba
Metusela anaishi miaka 187, anamzaa Lameki. Lameki anaishi miaka mingapi? Lameki akaishi miaka 182, akamzaa mwana, akamuita jina lake Nuhu. Kumbe kuna miaka 187 ambayo Metusela aliishi kabla hajamzaa Lameki. Halafu kuna miaka 182 ambayo Lameki anaishi kabla hajamzaa Nuhu. Ukichukua miaka 187 ukijumlisha miaka 182 unapata miaka 369. 360 na ngapi? 369. Twende pamoja. Tukiwa tumetunza hiyo sasa katika fahamu zetu, turudi katika Mwanzo sura ya 7 aya ya 6. Anasema hivi: naye Nuhu alikuwa mtu wa miaka 600 hapo hiyo gharika ya maji ilipokuja juu ya nchi. Miaka 600 ukijumlisha na miaka 369 unapata miaka mingapi? Miaka 969. Exactly umri ambao aliishi Metusela. Kwa hiyo neno la Mungu linatimia kwamba wakati Metusela anakufa katika mwaka wa 969, ambao sasa mwaka huo ni mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, ndipo gharika inakuja juu ya nchi. Neno la Mungu linatimia. Lakini hapa tunachokiona ni kwamba Mungu hata kabla ya gharika haijaja, yani miaka mingi kabla gharika haijaja, tayari alishakuwa ametoa taarifa kupitia kwa Enoko. Taarifa ikarudiwa kwa Metusela, ikarudiwa kwa Lameki, na hata kwa Nuhu. Nuhu alijenga ile safina kwa muda wa miaka 120. Katika hiyo miaka yote alikuwa anatoa maonyo kwa watu kwamba jamani, Mungu ataiharibu hii dunia, tubuni. Bahati mbaya watu wa ulimwengu ule hawakutubu. Hata baada ya miaka 120 kuisha, Nuhu anaingia katika safina pamoja na familia yake. Bado Mungu anatoa siku 7 zingine kwa ajili ya wakazi wa dunia, kwamba jamani, basi ingieni, safina imekamilika. Wanampuuzia mzee Nuhu, wanaona mzee amezeeka vibaya huyu, na baadaye wanaangamia na gharika. Tunachokiona hapa, mtu wa Mungu, ni kwamba Mungu hajawahi kutoa hukumu kabla ya kuonya. Moja, tuliona kwamba Mungu hafurahii kutoa adhabu. Yeye anachukia, anasema hapendi kuona mtu mwenye dhambi amekufa. Lakini pointi ya pili ni kwamba hata kama Mungu atalazimika kutoa hiyo hukumu, hajawahi kutoa hukumu bila kutoa adhabu. Hata tunapokuja kwenye Mwanzo sura ya 19 katika kuangalia kile kisa cha maangamivu ya Sodoma na Gomora, unaona Mungu bado aliweka rehema zake pale. Yaani Mungu alisema kwamba hata wakipatikana waaminifu 10 kwenye ule mji hata uangamiza. Bahati mbaya hata waaminifu 10 hawakuwepo. Yaani hawakuwepo. Basi ukawa kuna namna. Tunajifunza habari ya Mungu ambaye hatoi hukumu bila kutoa onyo kwanza, ili kwamba anayeweza kuongoka aongoke, anayeweza kutubu atubu. Na hii yote ni kuthibitisha tabia ya Mungu, ya kwamba ni Mungu mwenye upendo, si Mungu ambaye anafurahia kuona tumetenda kosa ili atuadhibu, tofauti kabisa na kile ambacho shetani anataka tuweze kukiamini. Lakini jambo jingine la muhimu ni kwamba hata katika hukumu ya mwisho ambayo itatokea, bado Mungu ni mwaminifu. Amewaonya walimwengu, ametuonya tujiepushe na mambo gani, ametuambia tukiona dalili gani tujue ya kwamba yupo karibu milangoni. Kwa nini tumpewa hizi dalili? Nenda kasome Mathayo sura 24, nenda kasome kitabu cha Marko sura ya 13, nenda kasome kitabu cha Luka. Kwa mfano kasome Luka sura ya ngapi, ya 17 pale nafikiri. Ameweka wazi habari ya mambo ambayo yatatokea kabla ya siku ya mwisho. Lengo mwanadamu uweze kujiandaa, kwa sababu Mungu hataki ili ukose kujiandaa, wala hataki kutoa hukumu ya ghafla. Anapotoa hukumu, anatengeneza uwezekano wa wewe kuweza kufanya toba na kumrudia Mungu ili usipatwe na hizo hukumu. Angalia kile ambacho Paulo anasema katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza ile sura ya 5. Nitasoma Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Wathesalonike wa kwanza nafikiri ni Wathesalonike wa kwanza sura ya Wathesalonike wa kwanza nimesahau sura, lakini Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 13. Yes, 4:13 anasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Hapa anaongelea habari, anasema hatutaki msijue habari za wao waliolala katika mauti, msije mkakosa matumaini kama wengine. Anachokisema hapa ni kwamba Mungu anataka mambo yote yawe clear, ujue kile ambacho kinaendelea, ili kwamba mambo yasije yakakukuta kwa ghafla, ukutwe ukiwa umejiandaa. Huyo ndiye Mungu ambaye tunamwabudu, si Mungu ambaye anatuchunguza aone kakosa kadogo atuadhibu. Hapana,
Mungu ni mwenye haki katika kutoa hukumu, lakini pia Mungu ni mwenye haki katika kuadhibu uovu na makosa. Tunachojifunza ni kwamba kabla hajatoa adhabu, anatoa onyo kwanza. Huyo ndiye Mungu tunayemwabudu. Lakini jambo la pili, ninaamini hilo limekaa sawa. Tumejifunza habari ya Mungu ambaye hataki tukosee, kwamba anatuchunguza chunguza tufanye kosa dogo atuadhibu. Huyo siye Mungu wa mbinguni. Mungu ni Mungu mwenye upendo. Hapendi kutoa adhabu, lakini hata kama atalazimika, basi atatoa maonyo kwanza ili anayeweza kutubu aweze kutubu. Uongo wa pili mkubwa ambao shetani ameuleta kwa wanadamu ni juu ya habari ya moto wa milele. Maandiko yako wazi ya kwamba hatimaye wale ambao watakutwa wakiwa bado ni waovu, watakaokataa kutubu wataangamizwa, na neno la Mungu limeweka wazi. Nenda kasome kitabu cha Ufunuo kwa mfano, Ufunuo sura ya 19, Ufunuo sura ya 19, Ufunuo sura ya 19 ile aya ya 20, anasema hivi: yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, na ambazo kwa hizo aliwadanganya wale walioipokea ile chapa ya mnyama. Anasema wakatupwa wote wawili wangali hai katika ziwa lile la moto liwakalo moto na kiberiti. Hii ni Ufunuo 19:20. Unaweza ukasoma pia Ufunuo 20:10. Anaongelea habari ya ziwa la moto. Sasa mojawapo ya uongo ambao pia shetani amefanikiwa kuusambaza kwa wanadamu, hata miongoni mwa baadhi ya Wakristo, ni kwamba ule moto wa jehanamu, kwamba watu watateswa mle milele na milele bila mwisho, bila ukomo. I can't imagine ni Mungu katili kiasi gani ambaye atafurahia kuona wanadamu walioasi wakiteseka katika moto indefinitely, bila mwisho. Uzuri, maandiko yanafundisha wazi ya kwamba huo nao ni uongo. Unaniambia inawezekanaje? Mbona tunafundishwa hivi? Angalia kile ambacho neno la Mungu linasema. Ni kweli ya kwamba ule moto unaitwa moto wa milele, lakini sio moto ambao utawaka bila mwisho, kwamba watu wa Mungu watateketezwa mle milele na milele na milele definitely bila mwisho. Hapana, huo sio ukweli ambao Mungu anafundisha. Hebu jaribu kufikiria kwamba wewe umefanikiwa, umeenda mbinguni kwa neema ya Mungu, halafu yuko rafiki yako au hata mwanafamilia wako, unamuona bado anateseka kwenye ile ziwa la moto. Unaweza kumchungulia ukamuona, unaona anapiga kelele, moto inamuunguza, moto unatoka masikioni, unatoa akilia, moto unatoka mdomoni, anachemka, moto unamteketeza, lakini hafi, yuko umo milele bila mwisho. Huu ni uongo wa shetani. Shetani anataka kumchora Mungu kama katili anayefurahia kuona mtu akiteseka mle bila mwisho. Hapana, neno la Mungu halifundishi hivyo. Tunajifunza ya kwamba ule ni moto wa milele katika namna ambayo utakuwa ni moto ambao matokeo yake yatakuwa ni ya milele, yani ile permanent results ya ile moto. Lakini Biblia inafundisha wazi ya kwamba wanadamu waovu pamoja na shetani watateketea na kuungua na watapotea kabisa, ndipo Mungu ataumba mbingu mpya na nchi mpya. Hata hivyo, neno la Mungu linasema ya kwamba moto huo utawaka hapa duniani. Sasa I can't imagine kwamba dunia hii Mungu ataifanya mpya iwe paradiso, makazi ya watakatifu, halafu dunia hii iwe mahali ambapo watu wa Mungu wanateketea bila mwisho. Hapana, haiwezekani. Twende tukaangalie kwa haraka uthibitisho wa kimaandiko ya kwamba ule sio moto ambao utawaka milele bila mwisho. Ni kweli ya kwamba kutakuwa kuna moto wa milele. Najua kwamba kuna baadhi ya watu wanakana kwamba Mungu hatawateketeza watu kwenye moto. No, Mungu atateketeza waovu na shetani kwenye moto, lakini watateketezwa na wataisha kabisa. Sio moto ambao utawachoma milele bila mwisho. Angalia neno la Mungu jinsi linavyosema. Kwanza tunapaswa kuelewa kuhusu moto wa milele. Sio moto ambao sio moto ambao unawaka bila mwisho. Angalia kile ambacho Yuda anakisema. Kwa mfano, kwenye Yuda sura ya 1 aya ya 7 anasema hivi: kama vile Sodoma na Gomora, miji iliyokuwa kando kando, waliofuata uasherati kwa jinsi moja na Hawa, wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kuwa dalili, wakiadhibiwa katika moto wa milele. Yuda anatuambia hata wale wakazi wa Sodoma na Gomora waliangamizwa katika moto wa milele. Na mimi nataka nikuulize, moto wa Sodoma na Gomora unawaka mpaka leo? Jibu ni hapana. Kwa hiyo moto wa milele sio moto ambao unawaka bila mwisho, no, lakini ni moto ambao matokeo yake ni permanent, matokeo yake ni ya milele. Angalia hapa, anasema wakazi wa Sodoma na Gomora waliangamizwa kwa moto wa milele.
lakini sio moto ambao unawaka mpaka leo. Mahali ambapo ilikuwepo miji ya Sodoma na Gomora, leo iko bahari ya chumvi, iko pale. Hauwaki moto. Hakuna sehemu ambayo ina moto duniani inawaka bila mwisho. No. Kwa ni lazima tuelewe vizuri kwamba huu ni udanganyifu wa shetani kuchora vibaya taswira ya Mungu wa mbinguni. Na niuliza sasa, itakuwaje kwa habari ya wale ambao wataishi katika kipindi hicho? Maandiko yanafundisha wazi ya kwamba watateketea na wataisha kabisa. Ni moto ambao matokeo yake ni ya milele, permanent results, lakini sio moto unaowaka bila mwisho. Angalia kile ambacho Malaki anasema kwenye Malaki sura ya 3. Tunaenda kubomoa ngome za uongo za Ibilisi kwa neno la kweli la Mungu. Malaki anasema hivi kwenye Malaki sura ya 4. Malaki sura ya 4 ile aya ya 3 anasema hivi: nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Anasema tutawakanyaga waovu. Wale washindi watawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yao, miguu ya wale wenye haki. Na mimi nataka nikuulize, majivu yanatokana na nini? Ni kitu kilichoteketea kikaisha. Tafsiri yake waovu watateketea, wataisha kabisa, watakuwa majivu, then wenye haki anasema ndipo watawakanyaga waovu, kwa sababu watakuwa majivu. Kwa hiyo umeona, moto wa milele sio moto ambao utawachoma bila mwisho, no, lakini moto ambao utawachoma na utawateketeza kabisa. Lakini kama hiyo haitoshi, twende tena kwenye kitabu cha Obadia. Tutaangalia Obadia sura ya 1 na ile aya ya 16. Obadia 1:16. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana kama vile mlivyokunywa juu ya mlima wangu mtakatifu, ndivyo mataifa yote watakavyokunywa daima. Naam, watakunywa na kubabaika, nao watakuwa kana kwamba hawakuwahi kuwepo. Obadia anatuambia wale waovu watakuwa kana kwamba hawakuwahi kuwepo. Yaani kwa lugha rahisi, mpaka tutawasahau, historia yao itafutika, watakuwa kana kwamba hawajawahi kuishi katika hii dunia. Na hapa nikuulize swali, hivi kitu ambacho ni kama yani kipo lakini kana kwamba hakijawahi kuwepo bado kinaonekana? Hii aya itakuwa ni ya uongo kama tutakuwa tunaendelea kuwaona waovu wakiteketea. Kumbe sio kweli. Neno la Mungu linafundisha wazi ya kwamba watateketea na kumalizika, watakuwa majivu, watakuwa kana kwamba hawakuwahi kuwepo. Na hapa tabia ya Mungu inajulikana. Mungu anataka tutende haki, Mungu anataka kutuokoa, lakini mwisho wa siku atalazimika kuwaangamiza pamoja na shetani wale ambao walichagua kuwa na ushirika naye. Lakini hata katika hukumu ile ambayo Mungu anaitoa, bado kuna rehema zake. Hata waangamiza watu, hata wachoma watu bila mwisho. Watu wanaungua mwaka wa 1, mwaka wa 2, mwaka wa 100, mwaka wa 200, mwaka wa 1000, mwaka wa milioni, yote yanaendelea kuteketea. Hapana, huyo sio Mungu mwenye upendo. Hata furahia kuona watu wakiendelea kuteketea. Sio yule Mungu ambaye anasema jamani gairini mkaishi, mimi sipendi kuangamiza. Atafurahi kuona akiteketea daima. Hapana, hapa tunatambua kwamba huu ni uongo wa Ibilisi, kutaka tumuone Mungu kama katili asiyeweza kuwavumiliana na watu. Sasa tabia ya Mungu ni ipi? Nataka tumalizie tumalizie kwa ufupi kuona tabia ya Mungu. Tumeona habari ya moto wa milele. Tumeona udanganyifu ambao upo hata miongoni mwa makanisa wa Kristo ya kwamba ule moto utawaka milele. Ni fundisho la shetani kwamba moto ule utawaka milele bila mwisho. Mungu hafundishi hivyo, wala neno la Mungu halisemi hivi. Hiyo ni sauti ya shetani, hata kama utaisikia ikitoka mimbarani. Tabia ya Mungu ipoje? Iko aya ya maandiko matakatifu ambayo imesummarize, imeweka kwa ufupi tabia ya Mungu kirahisi. Kutoka 33 na 34. Wakati fulani Musa alitaka kumuona Mungu. Anasema hivi kwenye aya ya 18. Musa anasema, nakusihi unioneshe utukufu wako. Musa anamwambia Mungu. Mungu anamwambia nitakuonesha. Ndipo sura 34 aya ya 5 anasema, Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele zake, akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa yao, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe. Angalia jinsi Mungu anavyojitangaza.
Anasema Mungu si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Anasema yeye ni mwenye huruma, anasamehe watu maovu. Na mimi nikuulize mtu wa Mungu, kama isingekuwa rehema za Mungu tungekuwa hapa? Kama isingekuwa msamaha wa Mungu tungekuwa hapa? Hapana, tusingekuwa hapa. Maovu yetu angekuwa ameshatupoteza muda sana. Kuna mahali fulani kwenye maandiko matakatifu neno linasema kama Mungu angehesabu makosa yetu, ni nani angeweza kusimama? Huu ni uhalisia wa kile ambacho tunakisoma kwenye hii Kutoka 34. Habari ya Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye msamaha, Mungu anayejali. Anasema ya kwamba yeye anawarehemu watu. Kama sio rehema za Mungu usingekuwa hapo wala nisingekuwa hapa. Tunachoweza kujifunza ni kwamba mara zote shetani amekuwa akijaribu kuichafua tabia ya Mungu, kuifanya ionekane isivyo, lakini imekuwa ni juhudi za neno la Mungu kumfunua tabia halisi ya shetani pamoja na kufunua tabia halisi ya Mungu. Lakini kwa nini tunajifunza haya yote? Tunajifunza haya yote ili tuweze kumfahamu Mungu, ili tuweze kuwa na amani, lakini pia tuweze kuwa na maandalizi. Iko siku ambayo Mungu atakuja kuharibu ulimwengu, na kabla ya siku hiyo ametoa maonyo ambayo tayari tumeshayaona baadhi ya hayo maonyo. Tunahitaji kuwa tayari na kujiandaa kabla ya wakati huo. Siku hiyo isitukute kama mwivi. Tuwe tayari tumeshajiandaa, tukiwa tunajua kwamba ni nini kinachopaswa kufanywa katika siku hii. Karibu tuendelee kujifunza zaidi kumkaribia Mungu na kujua ni kwa namna gani tunahitaji kujiandaa kwa ajili ya ile siku. Ile itakuwa ni siku ya baraka kwa waliojiandaa, lakini itakuwa ni siku ya kuogofya na siku ya kutisha kwa wale ambao itawakuta wakiwa hawajajiandaa. Ninamuomba Mungu kwa ajili yako. Mungu akubariki na Mungu akuongoze ili uwe na maandalizi mema katika kuikabili hiyo siku inayokuja. Siku ambayo Yeremia anasema ni siku ya giza na utupu, siku ambayo ni siku ya hukumu, siku ya kukata maneno. Mungu akusaidie sana uweze kuwa tayari siku ile itakapofika. Mimi ni Justin Mponzi na hii ni Jerusalem Media TZ. Mpaka wakati mwingine tuendelee kuwa pamoja tukijifunza maneno ya Mungu, tukitiana moyo na kuimarishana katika Kristo. Mungu akubariki sana.